الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada ya rahma kipenzi cha umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu tuliohudhuria kwenye kongamano letu hili katika msikiti wetu huu Masjid Mutahhir, Allah alipe kila la kheri kwa kuhudhuria muhadhara huu inshallah, lakini pia awalinde na kuhifadhi na kila aina ya shari na kila hatua mliotoka majumbani mwenu mpaka mkafika hapa, Allah awalipe. Ndugu zangu, katika dakika hizi chache nimenuia ama naazimia ama nakusudia kuzungumza mada yenye anwani nafasi ya madrasa katika kulea watoto mliopewa hiba. Nafasi ya madrasa katika kulea watoto mliopewa hiba, mliopewa zawadi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu mliohudhuria, watoto ni neema miongoni mwa neema adhimu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapeni hiba. Allah amewapa hiba watoto, yahabu liman yashau inathan wa yahabu liman yasha dhukura. Allah subhanahu wa ta'ala humpa hiba mzazi kwa kumpa mtoto wa kike au kwa kumpa mtoto wa kiume, au zawiji dhukurana wa inatha. Baadhi nyingine Allah subhanahu wa ta'ala huwachanganyia wazazi akawapa watoto wa kike na wa kiume kwa pamoja, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa matashi yake na hikma yake pia kuna wale ambao wajaluhum aqima, anafanya kuwa wao si wenye kuzaa. Kwa nafasi zote hizi Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka kwa waja wake, ambapo kila mmoja atakiwa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye tabaraka wa ta'ala amempa mtoto wa kike tu au amewapa mtoto wa kike tu, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mtoto wa kiume tu, wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemchanganyia akampa mtoto wa kike na wa kiume kwa pamoja, pia amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo. Na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala yeye hakumweka katika nafasi hiyo, akamweka katika nafasi nyingine kwamba si katika wenye kuzaa, pia amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yote hayo ni katika mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tabaraka wa ta'ala haulizi alichokifanya, bali mwanadamu ndio yule kuulizwa. Kila mwanadamu ambaye amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala mtoto wa kike au akapewa mtoto wa kiume au akachanganywa akapewa mtoto wa kike na wa kiume, watakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Na kwa sababu hii ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kullukum ra'in, ninyi nyote ni wachunga, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, na ninyi nyote mtakuja kuulizwa kwa vile ambavyo mnavyovichunga.
Kwa hiyo kama umebarikiwa kupewa neema ya watoto wa kiume utaulizwa, umebarikiwa kupewa watoto wa kike utaulizwa, umebarikiwa kupewa watoto wa kike na wa kiume utaulizwa ulivichunga vipi. Lakini yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala hakumjalia kuwa na mtoto hataulizwa kuhusiana na watoto ambao yeye hanao. Kwa hiyo utakuta kana kwamba kwake yeye maswali ya kuulizwa kwenye upande huu yanapungua. Ulimlea vipi mtoto wako? Ulimsimamia vipi? Ulimsomesha vipi? Hivyo nafasi ya madrasa katika kulea watoto tuliopewa hiba ndiyo maudhui yetu hii kwa kipindi hiki. Na swala zima la kuwalea watoto ni katika mambo ambayo tunatakiwa tuyasimamie kidete, muhimu sana sana sana, kwa sababu mtoto sehemu ya kwanza ambayo anayojifunza huwa anajifunza kutoka kwa wazazi wake, kwanza kutoka kwa familia yake, kutoka kwa wale ambao wanamzunguka. Kwa hiyo mtoto wako wewe unatakiwa umsimamie kimalezi ya Kiislamu, malezi ya barabara, malezi ambayo Allah Tabaraka wa Taala anayapenda na kuyaridhia. Na utawezaje kumlea mtoto wako katika malezi ambayo ya kisasa wakati wewe huna cha kumlea nacho? Wanasema mkono usio na kitu haulambwi. Mwingine akasema asilacho hizi kutoa. Sasa wewe kama huna japo chembe ya imani, huna tauhidi, huna aqida, huna hadithi za Mtume, huna utampa nini sasa mtoto wako? Na ndio maana tumepita katika mitaa, utakuta mzazi amemsimamisha mtoto wake yukiwa na umri wa miaka 2, 3 na nusu, amchezesha akatakata viuno, huku amemwekea kaseti ama simu acheza mziki. Kwa sababu gani? Ndicho alichonacho, ndio bidhaa alionayo. Unafikiri atampa bidhaa gani? Kama kumpa ndomboro, kama hakumpa siji kitu gani, ndicho alichonacho. Kwa ndugu wazazi, nafasi yenu katika kuwalea watoto mliopewa hiba na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nafasi kubwa sana. Tukiwa tunaelekea kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi tujitahidi tutumie vyema mwezi huu kushiriki darasa za hapa msikitini, ili tupate japo sehemu chache ya elimu ya kumjua Allah Tabaraka wa Taala na mtume wake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tupate kuwalea na kuwafundisha hicho kizazi chetu. Kama huna cha kumpa mtoto wako, kusema kweli mtoto wako atapotea tu, atachukuliwa na domo la mamba lilokuwa nje huko nje. Kuna domo la mamba lilokaa hivi. Kama hujamlea mtoto wako, domo la mamba linachukua, atakutana na wauni huko. Hata hujali kusoma shule wala madrasa wala ukimtuma kuelewi. Sasa tujitahidi kwenye kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani. Ninyi mmepewa mtihani, wazazi mmepewa mtihani, walezi mmepewa mtihani. Allah kaleta kituo hiki hapa, mtumie fursa hii, mkitumie kituo hiki watoto wenu hakikisheni wanasoma. Kama mtoto wako asomi madrasa, wallah thumma wallah unajipangia makaa moto mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikase madrasa haikuwa hapo, ilikuwa mbali. No, uzuri huu ushaondoka kwako, hauna sababu tena. Mwalimu yuko hapa na hapa na shinda na nini wakati wote, siku yote. Wewe hata sura Fatiha hujui, unashindwa kuja hapa, dharura hiyo ishaondoka. Mwalimu amejitoa kusema kweli, mtoe mashallah tabarakallah muda wote. Ni jukumu letu kama wazazi, kama walezi, kuhakikisha kwamba tunashirikiana na mwalimu, tunakuja madrasa kama wazazi, ili tupate kuwasomesha watoto wetu, kuwalea watoto wetu, kwa sababu sisi ndio walimu wa kwanza wa kuwalea watoto wetu.